Na mtazamaji wa Sullivan TV, mkutano huu wa halmashauri kuu umemalizika hapa Mikongeni Pwani, na lengo kubwa lilikuwa ni kupitia ripoti ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ndani ya miaka mitano katika kata ya Viziwaziwa. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Kibaha ndo alikuwa mgeni rasmi katika zoezi hili, lakini wale wote wageni waalikwa pamoja na mgeni rasmi wameongozwa na diwani wa kata hii ya Viziwaziwa. Na hapa tumepata bahati ya kuzungumza naye tuweze kusikia kwa uchache mambo gani ambayo yameendelea hapa katika mkutano huu. Mheshimiwa, kwanza mimi nikupongeze sana kwa kutazama kamera. Asante sana kiongozi na mwandishi wangu wa habari. Karibu sana kwenye mkutano wetu huu wa halmashauri kuu ya kata. Tunashukuru kuwepo kwa wewe, maana hii habari itawafikia watu wengi sana wa kata ya Viziwaziwa ambao hawakufika hapa waweze kujua kilichojiri hapa. Asante sana. Mheshimiwa, miaka 10 sasa umeongoza katika uongozi wako wa ngazi ya udiwani. Na mambo gani ambayo unajivunia na kukupa kipaumbele cha kuchukua fomu tena? Cha kwanza kabisa nataka nijivunie sana kwenye sekta ya elimu. Nachukua kata hii kwa shule moja tu ya msingi. Tulikuwa hatuna shule ya sekondari. Napozungumza sasa hapa tulipo tuna shule moja ya sekondari kubwa sana. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kuleta mabilioni ya fedha kwenye kata ya halmashauri ya mji Kibaha. Hatimaye kafika kata ya Viziwaziwa. Napozungumza ile shule ya sekondari sasa, fedha za serikali kuu tu zimeshafika zaidi ya bilioni 1.1 na mapato ya ndani milioni 190. Jumla imeshafikia bilioni 2.9 na sasa hivi nakwenda kuwa high school. Haya ni matunda ambayo tunamsifia Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Rais na baraza la madiwani kwa ujumla kwa mchango mkubwa na kunishauri na mambo mbalimbali aliyofanya. Hatimaye akawaomba fedha na akakubali madiwani wenzangu kuja huku. Ni jambo la kuwashukuru sana madiwani wenzangu. Vinginevyo wangekataa zisingeweza kuja. Kwa upande wa shule ya sekondari tunashukuru sana. Lakini vile tumeongeza shule mbili za msingi. Mikongeni hapa tulikuwa tuna shule ya msingi, tumeweka shule moja ya msingi ambao wananchi walianza kwa nguvu zao, wakajenga maboma 3, wakajenga matundu 8, hatimaye halmashauri kata milioni 30. Lakini shule ya msingi nyingine ni shule ya Magengeni ambao wananchi walijitolea wenyewe kanunua eneo la eka 3.5 kwa thamani ya milioni 17. Baada ya kumaliza ile eneo wakaanza ujenzi wa madarasa 3 na matundu 6 ya vyoo. Hatimaye halmashauri ikawaingizia shilingi milioni 47. Lakini mheshimiwa mbunge alikuwa nyuma, alisapoti kwa kuweka milioni 4 shule ya Sagai Magengeni, milioni 3 shule ya msingi Mikongeni. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, mambo yako vizuri. Lakini tumeendelea kukarabati shule ya msingi Viziwaziwa. Zaidi ya milioni 65 imetumika shule ya msingi Viziwaziwa, kumalizia maboma mawili ya nguvu za wananchi, kuweka madawati zaidi ya 120, kupeleka kwenye milioni 10 matundu ya vyoo, kukarabati madarasa na mheshimiwa mbunge akata milioni 2 kwa ajili ya jengo la utawala. Kwa hiyo kwenye elimu kwa kweli tunamshukuru Mungu, Mwenyezi Mungu, mambo yanakwenda vizuri sana. Lakini na sekta zingine mfano umeme. Kata hii inachukua ilikuwa haina hata nguzo moja ya umeme. Na mazungumzo tumepata miradi zaidi ya 22 yenye thamani zaidi ya bilioni 2.13. Haya yote ni mipango mizuri ya Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mbunge, baraza la madiwani wametusaidia sana. Sasa hivi Viziwaziwa inaendelea kupendeza na mimi najivunia maendeleo hayo ambayo yapo. Lakini vile vile kuna changamoto nyingi ya migogoro ya ardhi, kwa mashamba makubwa ya watu wawekezaji huku. Hatimaye tumefikia kwa shana mkuu wa wilaya Niki ametusaidia sana kwa kweli. Utaanza mgogoro wa kwanza wa Mboya eka 28, tumezimaliza mgogoro wake, wananchi wanaendelea kuishi kwa amani. Lakini lipo shamba maarufu shamba la Vimisa la mwekezaji mmoja Jafari, Muhindi mmoja, liko kama 117, nalo tumemaliza mgogoro wake, liko kwenye hatua za mwisho kabisa. Na sasa hivi naendelea shamba moja maarufu Sauti ya Umma Sagai Kambini, nalo liko kwenye hatua za mwisho. Kwa hiyo mambo yote tukiyachanganya tunajivunia kwa sababu mambo yanakwenda vizuri. Lakini tulikuwa hatuna maji kabisa huko. Mtangazaji wangu. Sasa baada ya kupambana sana tulipata miradi ya World Bank. Viziwaziwa na Sagai walipata miradi ya World Bank wenye thamani ya milioni 517. Tulikuwa na vituo 9, lakini sasa hivi tumefika watu tumewarudisha darasa, wananchi wamevutia kwa wingi, ingawa bado kuna sehemu haijafika maji. Lakini ilikuwa ni mradi mkubwa wa milioni 517 sio haba. Lakini Mikongeni hapo tulipata mradi wa World Bank. Ulikuwa mradi wa milioni 350. Tukajenga vituo 5. Hatimaye tukarudisha darasa na darasa akauchukua ile mradi na sasa hivi unaendelea vizuri japo kuna sehemu hazijafikiwa. Kwa kuna changamoto ndogo ndogo zimebaki ambazo tunasema tukienda kupambana zitakuisha, lakini kwa kweli hali zinakwenda vizuri na kata inakuwa kwa kasi. Hata watu ambao wako nje ya kata wanaona inavyokuwa. Wale kuja mwaka 2015 na sasa wanaona tofauti ipo kubwa sana. Mheshimiwa, kwanza mimi nikupongeze sana, kwani kwa miaka yako 10 ulioitumikia ndani ya uongozi wako mambo mengi umeyafanya kama ulivyosimulia, lakini kilio kikubwa kwa wananchi ni miundombinu ya barabara, haswa hii barabara inayotoka kwa Matias kuja Mikongeni. Hapo katikati wakati wa mvua kama hivi haipitiki. Ni vyema kilio chao leo wakapata majibu kupitia Sullivan TV pamoja na Dijuma TV, waweze kujua shida ni nini. Barabara miundombinu yake hii inakuwa ni shida wakati wa mvua zikiwa zinanyesha. Kunakuwa na utaratibu gani? Miaka 10 imepita, hakuna chochote ambacho kimetendeka hapo kuhakikisha kwamba barabara hii inakuwa salama kwa kupitika kwa wakazi hawa wa Mikongeni na Viziwaziwa kwa ujumla. Nashukuru kwa swali lako zuri sana mwandishi wa habari. Hii barabara kabla ya pale, barabara ilikuwa nzuri sana.
Lakini unasema maendeleo yanapokuja na changamoto zinakuja. Barabara hii baada ya kuja watu kuendea, kuja wawekezaji wengi, akaanza kuta magari makubwa, hatimaye barabara ikaanza kuharibika. Sasa ni kile barabara sio nzuri, ni kweli kabisa. Lakini hii tumeendelea kupambana kila mara kwa mara kupitia TARURA, imekuwa ikitengenezwa, lakini bajeti ilikuwa ni ndogo sana. Na kama unaosiata mheshimiwa mbunge ambaye kipesa sana ile bungeni kwamba bajeti ya TARURA iongezwe. Lengo kubwa ni barabara ikae vizuri. Lakini hata kipindi fulani tupata bahati kwa ije barabara ya lami. Lakini kwa ushauri mkubwa sababu kwenye manispaa tamesema alishauri kama tukaboreshe mji. Kwa hiyo itakuwa zile barabara kama kilomita 16 zitakwenda kutengeneza barabara ya lami kuanzia hapa kata maili moja na kata ya Tangini. Sisi huku bahati nzuri alikuja waziri wa ujenzi, waziri Bashungwa. Tukaongea naye sana kuhusu changamoto ya barabara. Na alikiri kweli sio nzuri, mpaka alipita kaenda kufungua majengo ya mabweni ya shule ya sekondari yetu. Tumekubaliana kwamba barabara hii kwa awamu ya kwanza tuweke changarawe. Kwa hiyo aliambiwa meneja TARURA atoe gharama za hii barabara kuwa nzuri, weke makaravati, mitaro na changarawe sehemu zote ikae vizuri. Kwa kuzungukia kwenda kwa Mfipa. Hii itakuwa zaidi ya kilomita 10 kutoka kwa Matiasi Mikongeni kwenda Serikali Kambini kama kilomita 11.9. Kutoka kwa Mfipa Vizuazua kama kilomita 9.8. Kwa hiyo yote itatengenezwa kwa kiwango kizuri ambacho tulikubaliana na waziri. Na aliahidi kwamba anataka itoke milioni 936. Bashungwa ameondoka lakini ofisi ipo na balozi shafika kule na mheshimiwa mbunge alifuatilia na bahati nzuri sasa amekuja mheshimiwa Urega. Na mbunge ananiambia alishaongea naye mheshimiwa Urega sababu aliagiza alikuwa ametoa hii ofa ni waziri mwenzie. Na mbunge alipofuatia amesema ameikuta barua kweli pale. Kwa hiyo nasubiri maelekezo sasa ya serikali ni lini milioni 966 itakuja ili barabara itengenezwe vizuri, tuweke changarawe kwa kutosha, tuweke makaravati na mitaro ili kuondoa changamoto ya barabara mara kwa mara. Wito wako sasa kwa wananchi hawa haswa wakazi wa Mikongeni ambao wanaitumia barabara hii mara kwa mara kwenda kwa Matias na kuja kurudi nyumbani kwao Mikongeni. Wito wako unawaambia nini kama diwani? Mimi kwanza nichukue kama niwaambie tu wananchi wenzangu, hii barabara ni ya kwetu. Wakati bado serikali inafikiria sana kutengeneza, ni kwamba nikaanza nikiri. Kuna kutoka hapa mfano Mikongeni kwenda mpaka Sagale Kambini, kuna madimbwi njiani ya maji yasiyopungua madimbwi 47. Na nilipokuwa naongea na meneja dimbwi mfano kuna dimbwi tu moja liko katikati pale, linataka liingie fao zaidi ya 5. Na ananiambia fao moja zaidi ya shilingi 800. Kwa bajeti iliyotengwa mfano kwa mwaka huu ilikuwa milioni 36, isingeweza kukidhi mahitaji yote ya kutosha. Na tulikuwa tunashauri wakati tunakuja bajeti ndogo, basi baada ya kuchonga barabara yote, basi angalau tukafukie tu mashimo. Na nishaongea na meneja, tumeshauri na mkuu wa wilaya, tukakubaliana kama tumeshauri meneja wa TARURA, ikija bajeti ya mwaka huu kabla haijafikia bajeti ambayo amesema atatusaidia waziri, basi angalau tufukie mashimo tu. Maana sisi barabara yetu kubwa changamoto ni mashimo. Ama mashimo tukiyafukia yote barabarani, changamoto ya barabara kama imekwisha kabisa. Wakati tunasubiri mpango mkubwa wa serikali. Wito wako sasa au neno lako kwa wamiliki mashamba? Kuna muda taarifa zilitoka kwamba ambao mashamba yao hayafanyiwi usafi basi atataifishwa na serikali. Paka sasa wananchi wako pengine kuna wale ambao hawana sintofahamu. Hebu tunaomba utuweke kinaga ubaga kupitia Sullivan TV. Kweli, ndivyo tu tukubaliane, maana mji ambao una mashamba pori hauwezi kuwa tena mji. Na sasa hivi wajua 7 halmashauri ya manispaa ya Kibaha. Tunataka tuende kimanispaa kweli. Kwanza tulikuwa tunashauri wenye mashamba makubwa basi angalau yapime viwanja. Ili watu waje wanunue, wajenge, tufanane na watu ambao kwenye manispaa. Lakini kama hawezi basi anaangalia kama anasumbua kuuza sasa hivi basi afikie kwenye mpango basi akwa alisafisha kwanza. Ikishindikana nishaomba mwenyekiti na mtendaji kwamba ikishindikana kufika mahali tutachokubaliana. Tumeshaongea na mkurugenzi. Tumeshaongea na mkuu wa wilaya. Kwamba haya ndio yanachochea wakati mwingine kufanya watu wanayavamia na kushusha migogoro ya ardhi. Sisi kabla hawajavamia tutayaandikia taarifa mkurugenzi na kwa mkuu wa wilaya ili wao kwa sababu na mamlaka ya kisheria wayatoe kwa mujibu wa sheria hata wawape wananchi basi waweze kujenga na kupunguza mapori. Ni kweli mfano kwa mtu anakuta amiliki eka 567 na hasafishi. Kwa hiyo ukifika kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine usiku unaona kama bado huko Kibaha vijijini au huko vijijini kabisa maana ufanani na kwa manispaa ya Kibaha. Kwa hiyo sisi tunapiga vita kila hataki kumdhulumu mtu haki yake. Tunawaambia maana tunawataarifa kwa barua kama safisha shamba lako, ikiwezekana shamba kubwa basi lipime viwanja uuze, libaki kidogo utakalimudu. Ukishindwa basi itakuwa ina jinsi na hata Mwenyezi Mungu atatusamehe, tutakuwa tunashuma dhambi. Maana tumewataarifu basi tutamruhusu mkurugenzi achukue hatua kwa hatua, tuwape watu wengine tuondoe mapori kwenye halmashauri ya mji Kibaha. Mimi nikushukuru sana lakini sio kwa ulazima. Viziwaziwa inakuwa watu kila siku wanakuja kujenga na wanawekeza. Vipi unawaambia watu wa nje usalama ukoje katika kata yako hii? Kwa kweli usalama kata yangu nashukuru uko vizuri. Changamoto ndogo kila mahali zipo. Yaani wadogo wale wapo. Lakini si ule uhalifu mkubwa. Kwa kata yetu tumejipanga vizuri. Tuko vizuri. Na polisi kata ambayo iko makini, lakini wenye vitu wangu na watendaji wanajaribu kushirikiana na wananchi, kuna askari jamii wako hapo kwa na pia ndio kushirikiana na polisi kata, mambo yanakwenda vizuri. Lakini vile vile tunajenga kituo cha polisi kikubwa. Mungu akikamilika kile ndio ulinzi utakuwa ni imara zaidi. Kwa hiyo mtu anataka kuja Vizuaziwa asisikie maneno ya kuambiwa. Vizuaziwa iko salama na haina shida. Njoo tujenge Vizuaziwa, njoo tujenge Tanzania yetu, karibuni sana Vizuaziwa na maeneo yapo ya kutosha. Kipaumbele chako kwa uchaguzi huu kiisha, pengine ukapata bahati ya kurudi madarakani,
kipaumbele chako kikubwa kitakuwa ni nini kwa wananchi hawa wa kata ya Viziwaziwa? Endapo Mwenyezi Mungu atanijalia, maana hii nafasi kikanuni sio mali yangu, ni mali ya wananchi. Kwa hiyo wananchi kuanzia mchakato wa chama chetu wataamua wenyewe nani anakuwakilisha chama. Wakisema bado natosha, wakanipa ridhaa, tashukuru Mungu. Lakini hata kama sitochaguliwa mimi, akachaguliwa mtu mwingine, cha msingi Viziwaziwa songe mbele, napo tamshukuru Mungu na nitampa ushirikiano. Lakini kama nitarudi mimi, wananchi sana tarudi, watu wanatumia mimi kama nikafanya kazi zao. Kipaumbele cha kwanza kama tulivyozungumzia, na kuhakikisha barabara inakuwa vizuri. Maana ndio kero kubwa imebaki. Cha pili ni maji. Ingawa mheshimiwa mbunge ameshafanya kazi kwa hatua kubwa sana. Mheshimiwa mbunge ameenda wizarani, amemwambia waziri akatuma watu wa DAWASA wakaja wakapima, wakafanya usanifu wa kinifu, kabanika kama wanataka kama bilioni 5.5 kuleta maji. Na huu mpango kwa mwakani tutaanza kujenga tenki kubwa la maji la lita milioni 1.5 na kusambaza maji kwa wananchi wote wa kata ya Viziwaziwa. Lakini ya pili ni kituo cha afya. Sababu sasa mwaka huu tuna bajeti ya kujenga zahanati ya kisasa pale Viziwaziwa. Kwa hiyo tutapambana zaidi ya milioni 250. Tushakubaliana kama itaingia mwakani tutaanza kujenga zahanati nzuri kama ambavyo unaiona pale Mkuza, wanaiona kule Msugusugu, Msangani au Sofu. Tukimaliza hapo, target yetu kubwa ni kwenda kujenga kituo cha afya. Tunalo eneo kongeni, lakini kwa kituo cha afya alikizi mahitaji mpaka tuna eka 2.5 tukiwa na mdau. Angalau tunataka tupambane kwanza eneo angalau sipungue kwa 7 na kuendelea mpaka 10 ndio sheria ya kituo cha afya. Kwa hiyo tunataka barabara iwe nzuri, tuwe na maji ya uhakika na tuwe na afya ya uhakika kwa kujenga kituo cha afya kizuri kata ya Viziwaziwa. Maana kama tunasema changamoto ya umeme inaenda mwishoni, tutamalizia tu mambo ya elimu mbaki mtatu mmoja sasa mpaka kambini kujenga shule ya msingi, na sasa tunatafuta eneo muda si mrefu tuanza kujenga. Kwa hiyo wakinipa ridhaa ya kurudi, mambo yalobaki ni machache. Lakini nilikuwa mambo yalikuwa ni mengi sana. Sasa hivi mambo yalobaki ni machache na Mwenyezi Mungu akijalia tukiendelea kushikamana na nchi vizuri na serikali yetu sikivu ipo, mambo yatakwenda vizuri na haya mambo tutamaliza kwa wakati kabisa. Mimi nikushukuru sana diwani. Asante sana kiongozi, karibu tena. Nakutakia mapigano mema. Asante. Sio mapigano mheshimiwa. Hii ni mfumo wa kidemokrasia. Mimi naamini kwamba ukifika kwenye mfumo wa demokrasia, ukipata basi watu wanakupenda na Mungu kaamua uwe. Na ukikosa usiseme umepigwa. Na wananchi wameamua kwenda na mtu mwingine. Lengo ni Viziwaziwa songe mbele, sisi ndio kwa ushirikiano na nyie mwape ushirikiano atakayekuja tena isipokuwa mimi atakuja yote tumpe ushirikiano. Lengo Viziwaziwa kae imara na maendeleo yapatikane Viziwaziwa. Mimi nikushukuru sana. Asante sana kiongozi. Na mtazamaji wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV, alikuwa ni diwani wa kata ya Viziwaziwa. Amezungumza mambo mengi kweli kweli, ikiwa na kiu kubwa ya wakazi wa Viziwaziwa ni kuhusu kusikia neno lake kuhusu hii barabara ya kutoka kwa Matias kuja huku Mikongeni na kuendelea mpaka Viziwaziwa huko. Amezungumza mambo mengi, lakini amesema kipaumbele chake cha kwanza akipewa nafasi tena ya kurudi barabara kuhakikisha miundombinu yake inakuwa sawa. Mimi nikushukuru sana, endelea kufuatilia Sullivan TV pamoja na Djuma TV kwa vipindi vinavyofuata.